For how long are we going to be incited against Kikuyu? For how long us as Kenyans, the political card is going to play against one tribe? Now other tribes, the 41 tribes, are going to believe that Kikuyu are the enemies. Let's go back to history kidogo. Mzungu alipokuja, he settled in majority of lands in Mount Kenya. Whenever you walk in Mount Kenya, you'll find a building ambayo ni ya bricks, ni ya nini, huku kulikuwa kukikaa chief, huku kukikoa nini. Wengine wenu ambao mujatembea, tembeeni Kenya yenu muangalie. Mzungu settled there. A lot of injustice happen along Mount Kenya, Nairobi, everywhere. Kikuyu started their resistance, kitambo, on their lands. Then they wanted their rights. Majority of the people who fought the Mzungu, mpaka akatoka, majority of them they were Kikuyu. But saizi history ndio tunapenetrate, tunasema kulikuwa na Msomali, kulikuwa na Mgiriama, kulikuwa na nini, lakini majority were people from Gema, Embu, Kikuyu na Meru. They were the majority. Kambas pia walikuwa. Hatuseme kabila zingine hazikuwa, but Kikuyu they were the majority. They were the ones who were running the game. Mzungu mpaka akatoka akaenda zake. Mzungu alivotoka akaenda zake, ikabidi wale maumau wakatoka msituni kuja wapatiwe mashamba. Lakini wa Kikuyu kidogo ambao wako na tamaa, kina Kinyata, kina nani na wengine. Kinyata akabadilisha lugha kwa sababu ya power. Akawaambia Kikuyu, kama mnataka land, you need to do the necessary. Necessary ni nini? Wanunue. Wewe umekaa msituni miaka ukipigania land, familia yako imeteseka. Utatoa wapi pesa ya kununua shamba ndio upatiwe shamba? Ambapo kisheria na haki yako waliopigania freedom fighters walikuwa wanafaa wapatiwe reward ya mashamba. Baadaye wale watoto mababa zao na ndugu zao wakaanza kuwa threat to the government ambao walipigania. Watu waliopata pesa za mashamba ni wale walikuwa wameandikwa na Waindi, waliokuwa wafanyikazi wa chief, waliokuwa na nani. The results of Margaret Kenyatta's, the Huru's wife, the results of wao walikuwa wameandikwa. Kina wanaitwa nani, huyu mzee alikufa kacha vast of lands, kina Kirima, waka grab a lot of lands because they were friends of Kenyatta. But the real fighters of the land, they got nothing. But when they started ganging up together and coming up together, Kenyatta wakaanza kuona these people as threats. And that is why the meeting of Kenyatta and Dedan Kimathi, Nyayo House underground huko chini, that meeting when it happened, hata afadhali hiyo siku Dedan Kimathi angemalizana na Kenyatta, but alimwachilia leta akaja kammaliza yeye. Alivomuon aache kuita maumau goons, and they are the people who sat him on the seat. Then Kenyatta, they decided kuchukua those sons who are demanding their land. Instead of giving them their lands in Mount Kenya, they start settling them in different places. Ndio maana mkaona kuna wengine wa Kikuyu walichukuliwa wakaletwa wapi? Mpeketoni. Walivoletwa Mpeketoni wakapatiwa lands Mpeketoni. Lands zao ambazo ziko in Mount Kenya zikachukuliwa na mabwenyenye na marafiki wa Kenyatta. That is what happened. Wengine wakachukuliwa wakapelekwa Uasin Gishu, the Kiambaa history. And then here we are blaming the people from Mpeketoni, calling them huku si kwao, si wapi. Seriously, how can we blame people ambao wao wenyewe pia hawakutaka kuletwa huku, lakini walikuwa hawana choice, waliletwa huku kwa sababu hiyo ndio kitu walichopatiwa. Wengi wao wakauawa. Wale walikuwa, these Maumau people lost their sons. And today, instead of thanking them for the fought, wengine tukiwa tumeka hapa Mombasa na Mekatilili wamenza, hata leo watu waliopigana Mijikendo waliopigana lands, until today they are suffering. Hawezi pata land. Alafu mnakuja na story mnatuambia ati government imekuja kutupatia title deeds. Title deeds gani ambazo hatuwezi chukulia loan? Title deeds gani ambazo tunaenda tukilipia na hatujui tutazipata lini?
So watu wa Mombasa wamebai hii shit ya kwamba tutakuwa kila government ikikuja inatununulia our own lands, inatupatia as a scheme, so that the political cartel can get a chance to loot our lands in the name of giving us lands. How can you buy a land where have been sitting for years, which is considered mine by the constitution? You buy that same land and you give me a title deed. That does not work. While the rest of Kenyans, they have right to title deeds. But in Coast region, we have a ninio ati sisi tuna appeal to buy your land. Na watu wa Mombasa mnakuja mnapata title deed, mnajichekea tu pale. Title deed ambayo huwezi chukua nao loan bank, haiwezi kuitwa yako. You go through a lot of process mpaka itwe yako. So now kumetokeza wenda azimu kama Sarai. Anajaribu kutunganisha sisi na Wakikuyu, tukosane na Wakikuyu, tuwaone Wakikuyu ni wabaya. Why are we creating amenity against Kikuyus? Why every political term ikifika, it's always about Kikuyus? What is that wrong Kikuyu have done to other people? The Mwananchi Kikuyu, I'm not saying the few Kikuyus in the government. What is that wrong Kikuyus have done for every political term for us to be incited against them? And we are going to take it. Ukisikia politician wa Northeastern, kina Adan Duale wenda azimu, kazi yao wakiamka wanasema, oh, serikali zote zilikuja za Kikuyu, hazikutupatia nafasi. Na wananchi nao mnakaa chini mnasikiza. Hamukupatiwa nafasi, but Adan Duale, you are voted as an MP. Ulipatiwa allocation. Mukaleta Asal Group, Kibaki akakubali na akawapatia 16 trillion. Nyinyi hamukujenga sehemu zenu za Northeastern. Leo mimi nikienda Wajia, nikipita barabara ya Wajia nasikia kulia. Nasikia kulia, mwanamke ana mimba atazalia barabarani. Then they have the audacity to blame the Kikuyus' growth for their own greediness. Leo hii Sarai anasimama, alikuwa senator. Hatukuona kitu amefanya. Sarai amekuwa hapo, hakuna kitu tumeona amefanya. But today he has an audacity to stand and tell us about, I don't know, Raila, about Kikuyu. Saa hizi wametuona sisi tunatawala. Ndio Sarai umepatiwa SG. Watu wa Mombasa wamefaidika na nini? Hassan Joho amepatiwa CS. Watu wa Mombasa wamefaidika na nini? Ni nini mumefanya? Ma MP huku kina Bezimba, kina Machele, wako na allocation na 170 something million every year. Na hakuna development munasema. Ni kazi yenu ni kuja kwa TV mukincite watu against Kikuyu. Why you want another 07 to start in 2027 against Kikuyu? We are not going to do that. Because we know our own president as a minister of agriculture, where he started with Kikuyu. Na ndio maana akasema kutofautisha maneno, unaachana na tofauti za kijamii, unatafuta serikali. Ndio serikali ipate kukusaidia kutengeneza maneno. Ametengeneza maneno. He went ahead and fired Kikuyu who are working. Look at the mentality of Ruto, how he's working. Wakati yeye akitafuta kiti kama deputy president, hakuna mipaka Uhuru alimwekea. Uhuru aliacha democracy kafanya kazi. Hakuna OCPD ama OCS alibadilishwa wa kabila yoyote. Waliacha wakai sehemu yake. But the democracy President Uhuru left for Ruto to use. Today Ruto saw those democracy as loopholes. Kila county, Mombasa wapi, Garissa wapi, amepeleka Kalenjin. Wao ndio OCPD, wao ndio OCS, because anaona kiacha Kikuyu pale Mkamba pale atakosa kura. Until when are we going to hate our brothers and sisters Kikuyus? For the incitement of Kalenjin, of the Swahili who they don't understand mwanzo unaanza wapi, mwisho unatokea wapi. Because kama kuna region ambayo iko na lot of failure ni Coast region. Kubebana na kina Hassan Joho huku mkiwaita ma kingpin of shit, kingpin of nothing. They have done nothing apart from kutuletea watoto wetu wanakufa huku, watoto wetu hawana makazi, watoto wetu wanavuta drugs huku, watoto wetu wanakwenda huku. Kingpin ya kazi gani? We are not going to be incited against Kikuyu anymore. Mtu hataki kufanya kazi, mtu hataki kufanya region yake kazi. Ruto kazi imemshinda, anakuja it's Kikuyu, ni Gachagua, ni nani? Kwa nini msituambie agenda mko nayo kama viongozi wa Mombasa? The incitement against Kikuyu, we are sick and tired. And we have embraced them in Peketoni, in Kiambaa, everywhere Kikuyu are living. They are